lost. Katika filamu yetu ya leo tunakwenda kuzungumza mambo ya kina kuhusu ulimwengu wa roho, kule ambapo wengi hatufahamu, na kama ujui basi kaa vizuri na unisikilize. Mwanadamu anapozaliwa tu duniani anazaliwa na vita kubwa. Hiyo vita huwa haionekani kwa macho ya damu na nyama. Efeso 6 anasema, maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka. Mwanadamu anapozaliwa, falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho zinazozuia kuendelea kwake. Ataruhusiwa kuishi duniani, lakini hatafanikiwa kwenda na zile baraka alizokusudiwa kuja nazo. Efeso 1:3 nasema, shukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki baraka zote katika ulimwengu wa roho. Ziko baraka katika ulimwengu wa roho ambazo mwanadamu anapotarajiwa kuja duniani anaambatana nazo. Kitabu cha Isaya anasema, malango yako yatakuwa wazi daima. Maana kuna malango ambayo lazima yaruhusiwe kutoa baraka katika ulimwengu wa roho ili uweze kumiliki katika ulimwengu wa mwili. Kwa kati ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho kuna mpaka wa siri usiofahamu, na hii inatolewa katika elimu za kiroho. Ukitaka kupata elimu kama hizi, tembelea makanisa ya kiroho, utajua zaidi. Huko kuna siri kubwa. Naam. Bwana, leo tunataka tuangalie kisa kimoja kizito sana, na katika movie utajifunza vitu vikubwa. Huyo anamuita DJ Murphy au Pastor Samson Moses Mariki. Niko na wewe, twende smart. The Windows Films chini ya udhamini mnono kabisa inaanza katika siku kuu na sherehe kubwa ya kuzaliwa kwa mtoto wa kiume katika nyumba ya bwana mmoja ambaye ni mtumishi wa Mungu. Kwa desturi za kwao huko Nigeria, basi mtoto anapozaliwa watu huimba na kusherekea, na anaitwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kumtamkia maneno, kama hawa watu ni watu wa jamii ya Kikristo. Maneno yale yatakwenda kuishi naye. Watu wanaamini kila kitu kilifanyika kwa neno, na ndivyo ilivyo. Hata ulimwengu ulifanyika kwa neno. Anyway, James anasema ataitwa James. called James. Jina lake ataitwa James. Jina lipotajwa tu ulimwengu wa roho ulitikisika. Wakati father anaendelea kuomba, pastor huyu akimtamkia maneno ya kinabii ambaye ataenda naye huyu mtoto katika maisha yake. Kuzimu ilisikia habari hizi. Alishuka mwanamke wa kuzimu, ni malkia wa kuzimu katika anga la maeneo hayo. Naam, huyu ni mkuu wa giza katika anga la eneo hili. Wanamuita Mekukusheshe. Akashuka katika ile nyumba wakati pastor anaendelea kuomba, akitoa unabii dhidi ya mtoto huyu. Out of your belly, blessing lives. Anasema ataishi maisha ya baraka na kubarikiwa. Deliverance to the nations of the world. Sauti yake atarejesha watu wa Mungu katika taifa la Mungu. Will be broken by the Kwa sauti yake atakata chini na kuharibu kila minyororo ya kuzimu. You are blessed. Wewe umebarikiwa. Out of your loins. Walimaliza na kusema amen. Lakini kumbe wachawi wako nje, maagent wa kuzimu. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Hawa ndio wakuu wa giza hili. Jeshi la pepo wabaya ni yale maroho yanayokuhamisha kutokuendelea. Sasa hawa ndio wanayaamuru yatokee. Swali ni kwamba imekuwaje James akazaliwa? Wanasema Mekushu sheshe, kuna mtu tulimpa jukumu hili. Kwa nini mtoto azaliwe? Tulisema asizaliwe. Anasema kuna nesi moja inaitwa Nesi Eki, ndio tulimpa jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto huyu hazaliwi. Maana walijua kuzimu kwamba mtoto huyu akizaliwa atavuruga mipango yao kabisa. Umeona Kwa kila hatima ya maisha ya mtu inajulikana kuzimu, kwamba umezaliwa kwa kazi maalum, na kazi ya kuzimu ni kuzuia usifanikiwe. Twende sambamba utaelewa. Huyu wanamuita Nesi Eki. Basi Sister Eki alikuwa kijiandaa kwa ajili ya kuchapa usingizi, agent wa kuzimu ngazi ya hospitali pale wanakozaliwa watoto. Kuzimu na imeweka agent wake, na ndo huyu Sister Eki ni Nesi. Okay, sasa anajiandaa ili aweze kulamba usingizi, asijue kwamba ameharibu ofisi kuu. Mekukusheshe alimtokea. Anajiuliza nini kimetokea.
Lakini ghafla katikati ya giza, High Priestess, akambe High Priest, akambe Eki, you were given an important assignment. tulikupa jukumu moja muhimu sana, The most important assignment. tena jukumu muhimu mno kwa ajili ya usalama wa ufalme wetu. Eki, na kuuliza kwa nini haukumua mtoto? Boys will be a terror to our... Na ulijua kabisa kwamba huyu atakuja kuwa mharibifu katika ufalme wetu. Anasema Mwakukusheshe, nilijitahidi kwa jitihada zote, lakini tulishindwa kwa kumuua mtoto akiwa tumboni kwa mama yake. Tulipanga kila kitu na utaratibu ulikuwa ni hatua za mwisho. Tulishamwandaa daktari ambaye huyu atamuua mtoto. Basi anahadisia siku ya tukio mtoto kuzaliwa, Dr. Maduka ndio alikuwa ameshaingizwa nguvu za giza kwamba atakapokwenda kumzalisha yule mama basi afe. Lakini anasema ghafla wakati Dr. Maduka anataka kutoka nyumbani kwake, kulitokea mvua kubwa na upepo mkali, kitu ambacho kilimfanya akashindwa kufika hospitalini. No way. Hakukuwa na namna nyingine, na sisi tulikuwa tumeshekeza nguvu kubwa kwamba Dr. Maduka ndiye atakayesababisha kifo cha mtoto James. Dr. Maduka alipofeli, akampia dokta mmoja hatari ambaye huyu ndo aliharibu mpango wetu wote. Basi Dr. Maduka anapiga simu. Siku kuzaliwa kwa James, vita kati ulimwengu wa roho, kati ya nguvu za giza na nguvu za nuruni, na sisi ndo watu wa nuruni. Daktari mmoja aliyeokoka ambaye Mungu alimweka kwenye hospitali makusudi kwa kazi kama hizi, anapokea simu, anasema asante mheshimiwa, nitatekeleza majukumu. Dr. Maduka anasema nimeshindwa kabisa kuja, na mvua inanyesha, naomba unisaidie hilo jukumu. Daktari huyu ambaye ameokoka akasema ina shida mtumishi, nitafanya hivyo. Wakati shetani akiwa anaweka maagenti katika hospitali, Mungu naye pia huweka watu wake katika hospitali, vile vile kwenye biashara, kwenye mabenki, katika sekta zote. Kuna ufalme usioonekana, ufalme katika ulimwengu wa roho ambao wanamiliki giza na nurunu pia, kulingana na nguvu. Wenye nguvu ndio wanaomiliki. Jitihada za mama kumsukuma mtoto zilifeli. Hatua ya mwisho, Nesi Eke anasema tumalize na sindano ya mwisho hii ili tumue mtoto pamoja na mama. Wakiwa wameshaandaa ile sindano, anasema ilikuwa kwenye pointi ya kumalizia na sindano tumeshaandaa. Maagenti wanacheka, manesi maagenti wote wanataka kuingiza sumu na kummaliza mama huyu. Kwa kazi yao kubwa imefanikiwa. Unadhani watoto wangapi hatima zao zinapotezwa kwenye hospitali? Hii picha inakupa somo, upate kujifunza kitu. Hold on. Lakini ule dokta hatari akasema wacha, mpaswi kufanya hivyo. Anasema dokta huyu, Why did you not... kwa nini hamkumpa taarifa Queen wa kwanza kuhusu tukio la udaktari? Anasema kabla tujatoa taarifa, ule dokta alianza kuongea lugha tusiyojua. Dokta alianza kunena kwa lugha rika paka shaka taramuraba. Hapo ndipo mambo yalipoharibika. Ananena kwa lugha huku anamsaidia mama kujifungua mtoto. Hapo kuzimu ilikoma. Agent wa nuruni ameingia katikati ya giza. Popote ilipo mtumishi wa Mungu kwenye kazi yote, atakaposema neno, ile kazi lazima ipate nuru. Kama tu huyo mtumishi anajijua. What do I say? Hakuna msamaha kwenye kosa kubwa kama hili. Your life. Hakuna msamaha kwenye kosa kama hili. Dr. Nesi Eki aliuawa kwa kusababisha kuzaliwa kwa James. Hii ni hatari. Hebu chukua pointi za msingi. Unadhani watoto wangapi wanakufa kwenye hospitali makubwa? Shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Mahospitalini tunahitaji watenda kazi. High Priestess. Wakasema High Priestess, sasa tunafanya nini? Tupe order tumue mtoto, bado tunaweza kumuua tu. Oh, no. Queen anasema hapana, We can't kill him anymore. hatuwezi kumuua tena. It will alter... Kama tutamuua tutabadilisha direction nzima ya ulimwengu, hata viumbe vinavyoishi. But if he wins, Sasa kama hatutamuua na ataishi, huoni kwamba atakuja kuwa hatari katika ufalme wetu? Kukusheshe, Mekuku sheshe, shall we do? tunafanya nini sasa? God, Maswali haya. Anasema Mungu wa geti la kuzimu, 2 important cycles.
Alitufunza kwamba kuna mizunguko miwili katika maisha ya mwanadamu ambayo ni malango. Lango la kwanza hili tumelimisi la mtoto kuzaliwa. Cycle. Na lango la pili ni pindi anapochanua, yani kipindi cha ujana. Na kila mtu huchanua kipindi cha miaka 30. Hapo ndipo mahali ambapo mwanadamu, mtoto yote hutafuta direction mpya ya maisha, kutoka kwenye mikono ya wazazi kwenda katika mikono yake binafsi. Hapo tuna uwezo wa kumuingilia kwa sababu ni lango. Kwa katika maisha ya mzunguko wa mwanadamu kuna malango mawili tu. Shetani akikosa siku kuzaliwa atakupata katika enzi ya ujana, lakini maandalizi yanaanza mwanzo. Nasema kwa sasa tuna kazi moja tu ambaye tunatakiwa kuifanya, kutafuta namna atuhumiwe kwa tamaa, kwa wivu na kiburi na uchoyo. Tutatuma mapepo ya kiburi, uchoyo na kila hali yatakaomtengeneza moyo wake ili tuweze kumtuhumu mbele za Mungu wake. Tukisha mtuhumu, tukafanikiwa kutengeneza hati ya mashtaka, tunamhukumu na hataweza kufika mahali. Kwa tutakao tumefanikiwa katika lango la mbele, tunamtangulia katika future yake miaka 30, lakini maandalizi yanaanza leo. Kwa kuna vitabia vidogo vidogo mtoto anakuwa navyo, kumbe yale ni maandalizi ya lango la miaka 30 ili maadui wapate kulitumia. So hapa unajifunza kitu kingine kikubwa sana, kwamba kuna haja ya mzazi kwa makini katika kupandikiza kilicho sahihi ili kumfanya mtoto wako awe lango jema katika kipindi anapotoka katika mikono yako, la sivyo utadaiwa. Hii hapo wanaita prophet suddenly. Huyu ni nabii wa ghafla. Naitwa DJ Murphy, lakini kabla hujaendelea, Ois Ojekere. Bwana, filamu hii imeletwa na Oi Ojekere. Huyu jamaa ni mtumishi wa Mungu pande za kule Nigeria, chini ya huduma maalum wanaita The Winlows, lakini wana studio kubwa ya kutengeneza filamu kwa ajili ya kuhubiri Injili. Anajaribu kujielezea kwamba haya ni maono makubwa alikaona kwa muda mrefu, na pia kwa sasa wana mpango kujenga eneo moja kubwa sana takalobeba takriban watu 2,000. Drama. Na ndani kuna vijana wengi wanaofanya shughuli za kutengeneza filamu, drama na vitu vingine kama hivyo. Creators. Na vijana wanafundishwa kuwa makreta wazuri. Ni ndoto kubwa katika kujenga ufalme wa Mungu huko Nigeria. Sasa wameshaanza ujenzi, wanahitaji support ya fedha. Nigeria yo, namba zile pale, ukiguswa unaweza kuwatafuta kwa kulipa hizo fedha ili kutoa kama sadaka. Hawa ndio umetupa udhamini mnono wa Prophet Suddenly, moja katika picha smart na addition kama umekwisha kuiona. Sasa wanatupa nafasi ya kuendelea mbele. Naam. Baada ujumbe mfupi huo, nadhani utakuwa umeelewa kwamba ufalme wa Mungu unajengwa na mambo mengi, ni pamoja na movies hizi. Nami naomba tuendelee sasa. Baada ya mambo yote kwisha, wakafanya walichofanya na walifanikiwa. Kuzimu ilifanikiwa. Baada ya miaka 30 toka kuzaliwa kwa James. Leo kwenye kanisa moja, mchungaji mmoja anatangaza, anasema ni dakika chache zimebaki kabla ya kumkaribisha mtumishi James kwa ajili ya kutuhudumia. Jamaa alikuja kuwa maarufu sana katika swala la uimbaji, lakini ndani yake alipandikizwa roho ya choyo, wivu pamoja na tamaa. Ana kibali, lakini katika kibali chake ana wivu, ana tamaa na kila hali. Sasa anaalikwa akaimbe, anasema mimi siwezi kwenda kuimba bila mchungaji wenu kunilipa pesa yangu. Church will pay your balance. Lakini tulishaongea na meneja wako, mbona? Ambaye ni kweli bwana, walishaongea na mimi mheshimiwa kwamba baada ya program kuisha watakulipa hela, na program imeshaanza. Please. Sasa anakuita mbeo kichani. You are supposed to know. Ulipaswa kujua taratibu zetu na utaratibu mzima meneja, kwamba sitakiwi kutoka hapa hotelini mpaka nipewe langu. Halafu unakuja kuwasapoti maadui. What are you saying? Unasema nini nyie? They paid after. Nipeni pesa niingie madhabahuni. Bila pesa mimi sipandi madhabahuni. Siwezi kwenda kuhudumu bure. I can't go a minister. Naweza kutumika bure mimi. Sir, we will settle everything. Lakini mkutu isha seti kila kitu. Wewe ingia tu madhabahuni, ukitoka lako ipo. Very funny. Mnachekesha sana nyie. Please. Jamani ongea. Ndio naongea naye. Sasa wakati huu pastor anapiga simu, kanisa lenyewe maskini ndio linajitafuta. Sir, I would like to speak with you. Wanategemea sadaka ndio amlipe mtumishi. Jamaa amekaza. Ongea basi na msiongee na mchungaji wenu, mwambieni mchungaji wenu nilichowaambia. Niongee na mchungaji wenu nini? Mwambieni nilichowaambia. Yeye vipi nyie? Please now, can we? Lakini mheshimiwa poke. Wewe vipi wewe? What did they do? Wewe shida yako nini? Umekunywa nini leo? Tupewe pesa.
ndo tuingie madhabahuni. Jamani, yeye mna shida gani? Mchungaji anaita mara ya ngapi? Mwambieni mtumishi aje huku, watu wanamsubiria. We're still trying to convince. Jamani, kweli tumethubutu sana, lakini jamaa amegoma. Fanya haraka bwana, huku mambo yanasharibika jamani. Plead with him, he needs to be here now. Let him come. Watu wanasubiria. My God. Nishasema sipandi. Sasa jamaa ikabidi huyu ni meneja wake anaitwa Solo. Kidogo ni mtu wa Mungu. Wanachanganyikiwa. Mtumishi amegoma kuimba. Hello? Tamaa. Shetani anamseti mtu mapema. Oh. Yeah. Sasa kuna simu inaingia kwa Solo. Ndio. Hase. Yes sir. Ongea na niko naye hapa. Pastor. Nishasema siongee na mchungaji yoyote mimi bwana. Wewe vipi wewe? Akamba ni Pastor Filipo Olubaka. Palipo kuna pastor mmoja tajiri sana. Ni mkuu huyo hapa, ongea naye. Okay sir. Pastor Filipo Luka. Jamani, Pastor Filipo Luka Minister. Anambia Mr. James. Za asubuhi ndugu yangu, anambia namshukuru Mungu jamani. How are you doing, man? Unaendeleaje mtumishi wa Mungu? Anambia Mungu ni mwema. It's your birthday today. Mke wangu amenikumbusha kwamba leo ni birthday yako. Sir, may God continually shower you with his anointing. Naendelea kumomba Mungu amimine mvua za baraka juu yako. On your life and with maisha yako yawe ya amani na furaha tele. Asante sana mtumishi wa Mungu. You're right, just send me your account. Nataka unitumie namba yako account, nikutumia angalau token kidogo ili birthday yako ipate kuwa njema. Sawa. Mkuu, lakini usisahau ya kwamba niko mjini kwenu. Actually came for. Yes, tulikuja kwenye mkutano fulani hivi hapa ndo tumeshamaliza. So kama vipi naweza nikaje kukutembelea tukaonana live. Wanaambia itakuwa vizuri sana ukawa mgeni wetu kwenye kanisa letu leo usiku, maana usiku leo pia tuna program moja nzuri sana. Bwana sema usiogope mheshimiwa, nitakuwepo. Lazima nije. Niko free kabisa, sijakamatwa na chochote. Oh, so you are saying we can make arrangement to have you Pastor bwana, hatuna haja ya kupanga mipango. Mimi na wewe hujajua tu jinsi gani nilivyokuwa na hamu kuja kutumika kwenye kanisa lako. Oh, yani nakuja leo hii tena sasa hivi yani. Asante sana. Unajua tunaubariki mwili wa Kristo bwana, reach out to you to discuss. Basi ina shida, nadhani ukija tutadiscuss vitu vingine vingi sana. Asante mtumishi wa Mungu Pastor Filipo Lukoba. Nakuja. Okay, basi nadhani nitakuona mapema. Asante. Jamaa amejaa tamaa. Kahairisha programu ya kwanza. Kisa kapata simu ya Pastor tajiri. Tunaenda ngoja ni so huko. Vipi kuhusu watu? Warudishie hela zao bwana. Ile hela walioingiza kwenye account warudishie. Misiwezi kutumika kwenye kanisa la kimaskini namna hii. Lakini bwana, so vema James bwana. So vema rafiki yangu unajua. Wewe vipi wewe? Wape hela zao. Watu wako serious na mambo yao. Wewe ufanya masuala na bwana James, tutakwenda kuhudumu kwa James usiku. Ashum jamani amelipiwa fedha nauli kila kitu, amemlipia na hoteli. Anasema irudishwe pesa. Tamaa. Sio yeye, ila huduma aliyobeba ilianza kuwindwa toka akiwa mtoto. Na shetani alianza kupandikiza kitu kimoja. Kwa makini shule gani unasoma, kwa makini marafiki gani unakuwa nao. Huko ndo shetani hupitisha vitu vya kukutengeneza kuwa anavyotaka uwe. Na huko ndiko Mungu pia hupitisha vitu vya kukutaka kuwa anavyotaka uwe. Jioni ilipofika ilikuwa ni furaha kubwa sana. Mheshimiwa James anakaribishwa kwenye madhabahu kubwa maarufu. Kadharau mchungaji maskini, kaja kwa mchungaji tajiri. Kweli programu ilikwenda vizuri, na asubuhi yake walikuwa wanakagua mtandao wa kijamii Facebook, Twitter, wanajaribu kucheki kule YouTube, wanakuta kuna viewers wengi sana. I say Facebook jamani 20 million. Anyway, mwisho Filipo na jamani, hongereni sana vijana. Pastor Filipo ilikuwa ni shangwe, lakini bila kujua kuna mtumishi kule analaani kuwa na waimbaji wa ajabu kama hawa. Hakika ibada ilikuwa njema, yenye nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu. Tulifurahi sana. Ambaye Pastor Filipo, hata sisi, hata kwangu mimi ilikuwa ni furaha kubwa. Ile kuongea na mimi na vitu kama basi, nashukuru Mungu kwa kweli tumeenjoy ama tumefurahia sana. We're really blessed. That's how God we did. Thank you so much. Thank you very much. We saw a little gift. Okay, sasa anataka mpate zawadi. Ni heshima yangu kubwa sana. Sasa
Asante sana bwana. can do Asante sana ise. what you are a blessing to. Hakika umetubariki sana na maana mimi pia nimebarikiwa mno. So much. Mwisho wa siku mke wa Pastor Filipo anasema sasa bwana, tunataka tukupe zawadi ndogo kwa ajili ya birthday yako. Opportunity. Na hii tukaona tu hii nafasi yetu ya pekee kusherehekea pamoja nayo mwaka wa 31. Hongera sana. Kumbe lango la kuzimu linakamatika hapa. Kuna wakati wa kujifunza na kuna wakati wa kutenda ulichojifunza. Wakati wa kujifunza ni lango, na wakati wa kutenda ulichojifunza pia ni lango. Kwa adui ukawa kwenye lango la kujifunza ili kuharibu lango la kutekeleza. Wanaimba happy birthday bwana James, lakini Moku kusheshe anafurahi kwamba ua lake limechanua. Kwa miaka 30 umefanikiwa kupandikiza kiburi, tamaa, uchoyo, wivu na matabia yanayofanana na hivyo vitu. Ni ukisikia tamaa manake ni complete tamaa, inakuwa ni kamfuko mbeba kila kitu, tamaa ya kila kitu. Sasa hii ni ofisi yake. Huyu mwamba unamuita James na huyu unamuita Solo ni manager, na kuna binti moja ni mwimbaji kwenye ni backup kwenye timu yake. Sasa anashangaa kumwona James anatoka na mwanamke ofisini. Binti akapata wivu, akamuuliza bwana MJ, huyu nani tena huyu? Can you please me? Akamba tafadhali mfuata biashara zako, wewe vipi wewe? Mind your business. Unakichani? Who is this? Nataka kujua binti ni nani. Asante. Okay, tangulia hapo nje usiogope. Nitakuta pale. Okay. Akamtoa kwanza yule dada. See, Ikabidi akamba sikilizo mpumbavu. it's your place. Fata maisha yako. Wewe si kitu chochote kwangu isipokuwa ni backup wangu tu katika uimbaji. That doesn't mean you can Unifuatilie maisha yangu. question my guests. Paka unafika mahali unauliza maswali wageni wangu. I know what to do. Bibi anasema najua cha kufanya. First, Nakwambia hivi, najua cha kufanya. Najua pa kukamatia. Yaani baada ya kunitumia ndo sasa okay. Najua cha kufanya, ngoja. Nawe niache. Kumbe jamaa ana katabia fulani kalichoambatana tamaa yake. Hata wale anaofanya nao huduma I know. tayari kashaharibu mazingira. I know work. I know what I go do. Anasema anajua jinsi ya kumkomesha. Anyway, hili ndilo kanisa ambalo jamaa anaabudu. Alilelewa chini ya properly. mchungaji mzuri. Na huyu ndiye alimtuma kwenda kufanya huduma kule kwenye ule mji. Anamwambia ndugu yangu, umemfanyia nini ule mchungaji? Meeting. And you did not just walk away. You left them to go to another church to meet. Yaani unaamua kuacha huduma na kwenda kufanya huduma kwenye kanisa lingine. Pastor, Agreed on a fee. tulishakubaliana mapema kiasi cha fedha ambacho litakiwa kuniingizia kwenye account. Na hakufanya hivyo. Hold on, James. Akamalada mkumbuke kitu kimoja James. Hatufanye kazi ya Mungu ili tupate pesa. But it seemed to me that you're now more focused on Yaani sisi umegeuka siku hizi una focus kuhusu habari ya hela. attitude, Hapana, hatukuitwa kwenye ufalme huu kutafuta fedha. on your charges than changes that must happen in the lives of Fedha ni sehemu tu. Lakini ukiendelea kuipenda fedha itakuja kubadilisha mpango mzima wa maisha yako. others. Sasa umemkosea mtumishi wa Mungu ule. Sasa ananungunika, analia, analaani kazi ya Mungu. Mwanangu umekosea. Begin to change your attitude towards Ni vizuri kuanzia sasa uanze kubadilika kabla hujafika mbali. life is not for sale. Kumbuka kipawa na karama alizokupa mtu sio kwa ajili ya mauzo. I'm sorry, sir. Mwisho akasema naomba unisamehe baba. You better be. Ni vema upigie simu ukamwombe msamaha ule mchungaji kwa sababu umemkosea sana. And I totally understand it. Tena nilijaribu kukaa naye na kuongea naye, kumuongelesha sana, kumtia moyo sana. Please, Hebu mpigie simu nawe pia ili ukamilishe the people hiyo haja ili ajisikie vizuri. in the day, do you know what that's like? You better go and apologize. Lazima uende kumwomba msamaha. Do it today. Anasema nitafanya na ufanye leo. Nenda kamwombe msamaha mtumishi wa Mungu. Umemkosea mno. Well, I saw a video of a pastor laying hands on you and rubbing off. Lakini pia niliona Pastor Lini akiwa amekuwekea mikono akikuombea. Nataka nikuombee mwanangu. Usikubali kila mtu akuwekee mikono. You think it's every So kila madhabahu unazoziona anatajwa Yesu humo ukafikiri zote ni madhabahu za Kristo. by
Now I expect that you have some... Sasa nataka ujifunze hili. Usikubali kila mtu akuwekea mikono. Mtu usiyemjua. Eti tukisa na kaupako. Tafadhali sana. Na kusi. Ikiwa kama mchungaji wake alikuwa anajaribu kumfundisha kanuni na utaratibu. Unajua tumepewa wachungaji mababa hawa. Baba ni baba tu. Utakuwa na walimu wengi lakini baba abadiliki. So anamkumbusha haya ni mambo ya msingi sana, kanuni za kuishi katika kulea huduma ya kuendelea mbele kama mtumishi wa Mungu James. Mwisho alisema asante mheshimiwa. Na jichunge sana na uvumi mbovu. Tuhuma mbalimbali wanawake. Ni vema uchunge gharama alikupa Mungu isichafuliwe. Jamani, bingwa kujitetea. Vipi kuhusu mchumba wako? Sasa ana mchumba wake ambaye pia alikusudia kufunga naye ndoa. Na wako katika harakati za uchumba tu bado. Ni binti moja mcheshi sana, iko smart kweli kweli. Kaja kumtembelea siku hiyo. Jamaa kamwandalia chochote, karanga nini pale. Iko busy na kwamba bibi anaangalia waimbaji, yuko YouTube na kwamba yuko live. Sasa jamaa anamsemesha. Vivian baby. What are you up to? Uko busy tu, na jamani kuna muimbaji ananifurahisha mimi hapa. Hallelujah. Hey. Jana usiku alifanya vizuri na kuambia. Yani ana nguvu huyu. Nzuri, hebu unaona? God. Mungu yani. Anaitwa Nathaniel Bass. Unamjua huyu? Gospel music. Ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Enjoying it. Mimi na enjoy jamani. Jamani. I see the reason why you... Okay, endelea kumfurahia mfalme wako huko. Because you are watching your king in his kingdom. Na muangalia mfalme katika ufalme wake. Jamani, je, umeshaanza kuona wivu Because you hallelujah. Naona uko busy na hallelujah, hata uko busy na maendelea basi na hallelujah zako huko. Enjoy. Eti wivu. Kabinti katu Vivian na Kenyu kameokoka. Anajua siku moja ataolewa na mjumba huyu. Minister James. Okay. Sasa ghafla jamaa ameacha simu yake pale. Simu ikaita. Message. Si ya mpenzi, akafungua. Mchumba huyu. Anakuta chatting. Alafu mwisho siku. Hii ni simu ya bibie. Vivian. Yani Vivian akatumia ujumbe. James, hebu ona kitu nimepokea. Kuna mtu amenitumia picha zako hizi jamani, kuna hii nini jamani, mbona ni aibu hii? That she's sending to me. Amenitumia hizi picha zako. Tena screenshot kabisa, ona. Picha za uzalishaji, sijui alikuwa na wanawake, I don't know. Lakini ni picha za ajabu kabisa ambazo haziendani na mtu aliokoka. Tena mtumishi wa madhabahu. What all this? Niambie nini maana yake hii? Nasema Tell me. Niambie. This obviously is one of my band members. Anasema ni mmoja kati ya watu katika bendi yangu uimbaji. Mdada mmoja hivi. Najua tu nataka kunitengenezea kashfa fulani hivi. Hizi ni kashfa. To fabricate. Kunitengenezea kesi za utengenezaji, scandalize me. Scandalize me? Ni scandal tu hizi. Scandal, James. Mtumishi wa Mungu, scandal. Scandal for someone. Scandal. Mtu akutengeneza skanda ili iweje? Skendo kwa mtumishi wa Mungu zimekaaje kwanza? Yani zikoje? James jamani, James. Hakuna skanda hakuna, ni kila kitu kiko wazi, James. Pray together, study together. Kitu ambacho litakiwa kwa sasa hivi tukae pamoja, tuombe pamoja, tupange mipango pamoja, lakini wendo kwanza una chat na watoto wa keke, unafanya vitu vya ajabu, James. Kisa umepata umaarufu, James. Eti umeshakuwa maarufu. No longer have time for the things of God. Ufikiri hata kusoma Biblia ukai na mambo ya kiungu. Yani James siku hizi bibi ndo akapata pa kumporomoshea. Kufeli kwake kote ni kunatokana na kukaa mbali na Mungu. Tamaa zimemkamata kwa sababu yuko mbali na neno la Mungu, mbali na mazingira sahihi ya kumfanya apate chakula cha kiroho. Activities. Is that the point? Sasa hiyo ndo point. The point, for God's sake. Hiyo ndo point, unaona umekazia tu hapo. Nishakwambia huyu amenitengenezea skendo tu za kujitafutia jina kama nini yani. Anajua mimi ni mtu maarufu. Alafu unaanza kuniambia maneno ajabu kama mimi ni mtoto mdogo sijielewi. Unafikiri mimi ni mtoto mdogo sijui ninachopaswa kufanya? Sijui kuomba, sijui kufunga, sijui
Sijui muda wa kwenda kanisani. We vipi wewe? Tell me what's the... Lakini sasa nieleze ukweli huu unakaaje? It's okay. Akama ina shida. Haina shida. Nishajua Grace mpuzi, Grace huyu. Yaani Grace. Ngoja. Akachukua simu. Akajua ni ule Grace wale gombana ofisini, akamwambia najua cha kukomesha. Grace akaamua amharibie. Hatari. Hatari sana. Akamwendea hewani faster bwana. Wakati huo maskini wa Mungu bibi Vivian anasema Mungu, hey, hii ndio lifestyle ya watumishi wa Mungu siku hizi. Akisimama pale. Hey. Bwana. Sasa akamtwangia simu bibi Grace bwana. Huyu ni backup. Ana backup katika uimbaji wake. Grace. Wamekutana kwenye bendi huko Grace. Mr. James. So you think that kwa ulifikiri hatua zako zingeniharibia mahusiano yangu kabisa na mpenzi wangu Vivian? I told you. Nilikwambia najua pa kukomesha. Akambe umepotea. You are failed. Umefeli. Let me just put it straight to you. Ngoja niende straight bila kukona. Sitaki nikuone tena kwenye bendi yangu. Kuanzia leo nimekufukuza. Out. Mwenyewe sitaki mimi mabendi ya wazinzi, siji. Good. Disgrace to the body of Christ. Ungejua unachokifanya, unaulani mwili wa Kristo. Sleeping with small. Unalala na vibinti vidogo vidogo. Kila style wewe. With you. If you like insult me. Stupid man. Bibi akamtukana matusi yote. Hata kama nisipoimba kwani nini bwana? Hai. Basi hii ni lifestyle ya James. Lakini sio yeye. Ni kitu alichobeba kinamsukuma pabaya. Sasa leo anazungumza na rafiki yake Solo, anasema sina shindo kuelewa. Yaani mabinti wote kwenye bendi, yaani nikisha tembea nao tu mwanangu wanaacha kuimba. Guy. Sack. Sasa bendi imeisha, natamani kupata mabinti wengine sasa. Maana huduma yendi. So entitled. And I don't want such misbehavior to repeat itself. Any babe I don't chop must leave the band. Sasa meneja anamvumiliaga, meneja naye ameokoka, lakini kuna sana vumilia madudu na uchafu jamaa. Anamfichia siri. This is the third time we are changing female members. Lakini unajua umekuwa ukibalisha sana wanawake jamaangu. Yaani leader kiongozi unajua ni kuna mambo unafanya. Leader. Kweli kiongozi upasi kurekebishwa, lakini mimi nimechoka bwana isee. Malo ya saiki. Kila siku unabalisha tu watoto wa kike. Ndio hivyo tena wanaharibu yani balisha bwana. Anajaribu kumshawishi jamaa anatunza kibarua kwa hiyo anajifanya anamshawishi huku. Sasa mimi nimetoa mimba nyingi sana, umenishawishi kununua madawa kutoa mimba, watoto umetoa mimba, rafiki yangu mambo yameharibika, yani mikono yangu inadaiwa damu. Hebu badilisha. Tafuta mwanamke mmoja basi. Meetings and it's causing unnecessary stress. Punguzie stress mwanzako mimi. Like us but moja give. Najua unapenda madem sana lakini sasa mwanangu. Are you advising me? Kwa unanishauri mimi sio? Sikushauri bwana, mkuu na kushaurije? Hamna. Tunaongea tu. Ninaongelea damu, rafiki yangu damu. Yaani hujawahi washaga tondoki mpuzi nini? Ongea mambo mengine, unaleta topic nyingine. Anajaribu kumshauri kama rafiki wa karibu. Spec lago yo. Hey say. Narudia tena kwa makini, nani uko naye? Kuwa na mtu ambaye ana uwezo kukuambia uovu direct bila kupinda. Epuka wanafiki au machao kwa lugha ya kisasa. Hawa anakupeleka motoni kwa na kuimbia mapambio. Sasa tuache hilo. Kwenye studio moja kubwa ambayo jamaa mara nyingi huwa anafanya mambo yake hapa. Unajua tena unapokuwa msanii mkubwa, wasanii wadogo wanajaribu, yani unapokuwa mtumishi mkubwa, watumishi wadogo wanajaribu kukutazama, kujifunza kitu. Kuna kijana mmoja yuko hapo bwana. Akasikia James amepita. James ni famous, watu wanataka kupiga naye picha na kwambia. Jamani mtumishi James jamani una upako kaka. Kuna jamaa mmoja ni mwimbaji mdogo. Wewe sogea bwana. Nataka niongee na James bwana please. I'm an upcoming artist. Yes, sir. Okay, no problem. Like when, at what point do you plan to finally? Tutakupa appointment. Anambia pana nataka niongee na James, nataka nimuonyeshe bwana mimi ni mwimbaji. Nina kipawa cha kuimba nyimbo za Injili. Nataka nimuonyeshe naimba mpaka roho Bwana anashuka. Nimwimbie kidogo asikie ili aniweke kwenye bendi yake. Lawrence Oyo. Anaitwa Lawrence Oyo.
anaitwa Lawrence Oyo. Anambia ndio Lawrence Oyo. All your songs online. Yaani nasikilizaga nyimbo zako, najifunza vitu vingi sana. Mimi nataka leo unisikie kidogo, nione kama unaweza kanipa kanafasi, kanipa shavu mheshimiwa. I was inspired. I said, Yaani nikiimba utaelewa tu kwamba huyu kijana ana kakitu yani. my local church. Niko kwenye kanisa dogo nini? Okay, umesema unaimba au unaongea? Maana unaongea sana. Because you are talking. Sasa kama unaimba imba, so unaongea sana. Unaongea mno. What do you want? Unataka nataka nikuimbie kidogo mheshimiwa, unisikilize. Uone kama kuna mahali unaweza ukanipa favor kidogo mwenzako. Tukafanya collab mimi na wewe nini na mimi nikajulikana duniani. Watu wakajua na mimi na kitu cha kimungu. Naomba unipige. I don't have time. Sina muda ni mdogo sana. Sina muda. Okay. Labda nikupa point. Okay, ngoja nikupe dakika chache. Okay. Ngoja niimbe hii. Okay. Jesus, I want to make you smile. I want to bless your heart. Sorry, Ngoja samani brother. I'm actually not smiling. Just Sijafurahia kabisa hiyo wimbo wako. this song. Inatosha. Hujapenda huu wimbo? I received this. But what genre do you sing? Yaani nikwambie tu kwa kifupi ni kwamba huu wimbo upo. Mystery. Yaani I chant. We chant. wakamcheka kweli yani. John the chant. The chant. We kaimbe kanisani kule bwana David. My brother. Bro, nikwambie kitu. I need to advise you. Nataka nikushauri. Future in music. Una future kabisa kuimba. Ya kuimba una. You, Achana na uimbaji, tafuta kitu kingine. Utapoteza muda kwa kweli. Yani prophecy over your life. sitaki kukutabiria juu ya maisha yako, lakini bro, ni vizuri utafute. Ini niambie ni nimeandika Yesu. Mimi nampenda sana Yesu, shabiki mkubwa Yesu. Ando bendi yangu inaitwa Yesu. Like this. Akambia kwa namna hii iko kama comedian fulani hivi. Yes. Yaani mtodi bwana. Mheshimiwa, naomba niimbe nyimbo nyingine moja, inawezekana ya kwanza nimekosea. Niimbe nyingine hii moja, utaielewa. Utajua mimi nimeitwa. Tulia. Hii moja. Moja tu. Okay, imba sasa, imba tusikie. It surrounds me like a shield. And it will cover me. Chalia akajitutumua na kuambia wanamuita Lawrence Oyo. Twende bwana. Wakamwacha pale maskini jamaa anaimba. Anataka apitie katika nafasi ya James Elkin. James ni dharau, kiburi, wivu. Hivyo ndivyo ambavyo adui amemdesign. Bro amengoa huyo. Achana naye. He left. Ameniacha. He just left. Ameondoka. Jamaa alivunjika moyo. Very embarrassing. Amekuaibisha mno sasa jamaa wangu. Yani Badly. There's absolutely not one person that God does not have a plan for. hii inaonyesha kwamba hakuna hata mtu ana plan na maisha yako. Hauna plan yoyote. Lawrence aliumia. Okay. Teacher has no future for me. Kwa ina maana mimi sina future kuimba. Oh. Why? Tena mtu mkubwa kabisa katika sekta hiyo akikwambia uwezi, ni kama umepigwa jabali zito la kichwa. Uwezi kusimama tena. Siku zinakwenda na kuzimu inazidi kujipanga zaidi. Wakiendelea kushinikiza tamaa, wivu, hasira na vitu mbalimbali. Na jamaa mfika kwenye pointi ambayo sasa hivi hata hofu ya Mungu hakuna tena, nafanya vitu vya ajabu sana. Siku moja akiwa katika hoteli moja umetulia, anapata simu. This is Prophet Joel. Je, naongea huyu ni Prophet Joel. Man of God. Oh, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. So, man of God. Anasema mtumishi wa Mungu, nataka kuangalia ratiba zako Bwana James. Disemba hii 24 nitakuwa na tukio hapa kanisani kwangu. Askofu mmoja amemtongia simu. We're looking around 20. Kati ya tarehe 24 kuelekea tarehe 26. Tunatamani ungelikuja kanisani kwetu. 24th. Hebu angalia ratiba zako ambayo tarehe 24. Nadhani nitakuwa free. Hebu ngoja nicheck. Yeah. Ndio, nitakuwa free, ratiba haijabana. So much. You know, Asante sana. in conference and we've really seen. Tungetamani sana uje utuhudumie siku hiyo.
tumeandaa program nzuri na utakuwa sehemu ya programu hiyo. Bless us. So, Uje utubariki hichi ambacho Mungu amekupatia. so we'll send you an invoice. Kwanza nasema nitakutumia invoice yangu. In the invoice, Tutawasiliana pale afu tutaangalia. I don't know. Is it network problem? Sijui kuna utatuingizia shilingi ngapi. Ngoja naona kama network haishiki vizuri. it's not a network. So network mkuu ni hela lotaja. Sir. Oh, invoice. Nimekutumia hiyo. That invoice, Katika 40 minutes, it's 20,000. kwa dakika 40 nahitaji unipatie dola 20,000. Kwa dakika 15 pia. Maybe Yani matumizi ya dakika 15 utanipatia dola 15, dola 15,000. Dakika 20 dola 20,000, kwa hiyo hivyo. 15 of my. Kama nitatumika dakika 15 basi nadhani utaniandalia dola 15,000. Ingiza kwenye akaunti yangu alafu mimi nitaweza kufika. Utaangalia unataka nitumike dakika ngapi. Jamaa akacheka kwanza. Warfare not carnal. Akanena na kwa lugha rika pasha kalara. Nini mkuu, kuna shida gani? Lakini pia uniandalie gari la kunitoa hotelini, hoteli nzuri ya kulala. Hiyo ni nje ya ile fedha. It's not a problem, but I want to ask one thing. Shida sio hiyo, dola 20 naweza kupatia 20,000. Lakini nataka nikuulize. Ni marehemu wangapi watainuka siku hiyo, watafufuka kwa hiyo milioni, kwa hiyo dola 20,000? You ask him that. Na wagonjwa wangapi pia watapona? Lakini pia siku hiyo natamani unipe listi pia. Watu wenye magonjwa madogo madogo na makubwa. Listi itakuwa na mimi nipige hesabu ya listi nione kama kuna mlingano kati ya fedha naye kulipa kwa dakika 40. Nini kinatokea? Yani alikutana na mchungaji mmoja kauzu. Abraham, Yani Jacob life. hivi leo Ibrahimu, Yakobo na Isaka wangelikuwa live. Au ukiimba wanashuka hawa waliokufa wanakuja mbele yetu live. Bwana kama inakuwa ngumu. Sikiliza si James. You in all humility, you are fake. Ni kudhibitishia tu. Kwa hii wewe ni fake. Wewe ni mtumishi fake. Una pretend huduma. Yani wewe ni muigizaji kama waigizaji wengine. Haijalishi unamuimba Yesu. With due respect. Haina shida mtumishi wa Mungu. Ni kwa maono yako na mtazamo wako. We are going to sing ourselves. Tutaimba wenyewe. Tutaimba tu wenyewe wachungaji. Kama kuimba ni hela kubwa kiasi hicho, haina shida, taimba wenyewe. Haina shida mheshimiwa, asante. My God. Mungu wangu. Hey. What's it talk? Anasemaje huyu? Wachungaji sinawajua. When they don't feel afford me, they go come say I be fake. Yaani nita mimi fake. Acha na huyo njaa tu zinamsumbua. Hana hela. Raising people for a church. Yaani mimi nainua watu wake wanamsifu Mungu kwenye kanisa lake alafu ananiambia mimi fake. Alafu Pastor, you remember say he wants you today. Unajua takio tumuone mtu leo. Nilikuwa nimeshasahau mcheck time. Si nitakiwa nikutane na pastor leo. Pastor wa kanisa lake. Anyway. Basi hata hivyo akawa ameenda kwenye misho zake kuona na pastor wake. Mr. James. Mr. James. Not too big for the choir. Kuna mambo kadha wa kadha hajakaa sawa katika upande wa huyu ni mwalimu wa kwaya kanisa letu. Jamaa hapa ndipo anapofanya, yani ndio mtoto wa mahali hapa. Kwa sasa akiwa kama mwimbaji maarufu na aliko kuna kule. Kuna zile assignment za kawaida za kanisani lazima shiriki. Sasa amekuja kushtakiwa kwa mchungaji. Kwamba jamaa usiki kabisa kwenye mambo yote. Songs. Interesting. But I hear that this is what happens every time you're reached out to lead a song. Yani kila unapoandaliwa kwa ajili ya kulead song unakuwa na sababu nyingi. Sing on mara ubishana na backups na vitu vingine. Kwa hiyo umekuwa ni ndio anatulostisha sana James, apatikane kwenye mazoezi, apatikane kwenye maombi. On the singers he wants, he insists on the band and he also insists on the sequence. Yani waimbaji wote walikuwa kwenye kwaya huwa anawasisitiza waingie kwenye bendi yake. Yani hivyo yuko kibinafsi kwenye bendi yake, bendi ya kwaya ya kanisa. Hajali timu ya kusifu na kuabudu ya kanisani, haijali. Out of the city. Hapana sivyo bwana. Calling is not restricted to your choir. Bwana mimi sikuitwa na Mungu nije kuimba kwaya yenu bwana. Ngoja James, ngoja usiende mbio. an excuse for you not to show up. Hiyo sio sababu ya kutokuonekana katikati ya wiki kwenye mafundisho. Kumbuka bado ni mtoto.
Kwa nyumba hii lazima bado kuna vitu Mungu anataka ule. How are you being fed in God's word and not in church? Sir, that's what I'm saying. I'm usually in church. Lakini ukweli ni mkuu. Mimi nakuwa mara zote kanisani, muda wote mimi niko chachi, na shangaa tu tuhuma ambazo sizielewi zinaletwa hapa. Lakini of course mimi niko hivyo. I don't have a problem with you taking invitations. Bwana pastor anasema mimi sijisikii vibaya ambapo wakati unapata mialiko kwenye makanisa mengine. Sijisikii vibaya. Ila natamani uwe mtu wa kuelewa kwamba wewe ni mtumishi. So the point is this, I literally have a very tight schedule. Ukweli ni kwamba mheshimiwa mchungaji, nimekuwa na ratiba ngumu sana sasa hivi. Lakini pamoja na yote bado najitahidi. New album, and you know I'll support you when it comes to your albums. Anasema ni kwenye ratiba ngumu za uandaji wa albamu yangu. Mimi najua. Lakini pamoja na yote, hebu jitahidi sana. Doesn't know what you're doing, your whereabouts. You have stopped being accountable. And I think that's how rebellion starts, James. Nadhani huo ni uasi unapoanziaga siku zote. Na mimi kama mchungaji siwezi kunyamaza. Lazima nikwambie. Uasi unaanziaga maeneo kama hayo. Tafadhali sana. Mind your business. Mfanya mafuata mambo yako bwana. Mbona unapenda kunituhumu kwa mchungaji tu? Basi unasikia, hayo ndo maongezi yake. James. I'm an itinerant minister myself. I travel the world. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nimehudumu kwa muda mrefu, nimesafiri kwenda sehemu mbalimbali duniani. Primary assignment. Lakini lazima ukumbuke kwamba Mungu kabla ya kuita katika ulimwengu, alikuita kwenu kwanza. Ni lazima ujue namna gani pale ulipozaliwa unapaika sawa. Giving attention to your local assembly. I like to tell you that your global calling should not make you stop serving in your local church. Kama Mungu amekuita kuhudumia kanisa kubwa la ulimwengu, haikufanyi kuacha kuhudumia kanisa lako ulikotoka. Wala kulizarau, wala kuona wale watu ni washamba. Unakosea sana Mr. James. Hebu jitahidi. Jitahidi sana kufanya kwa kuwapendeza wenzio wa mahali pamoja. Hear me and hear me good. Nadhani umenisikia na kunielewa vyema. Jitahidi sana na uyasikilize haya. Sasa wakati watumishi wa Mungu wanapokutuhumu na maneno mengi, hizo tuhuma haziishii tu kwa watumishi wa Mungu. Kuzimu nao inakutuhumu kila dakika. Sasa ukijumlisha tuhuma za watumishi wa Mungu na tuhuma za kuzimu, zikipelekwa katika ulimwengu wa roho, zinapata kibali cha hati ya mashtaka. Ukishashtakiwa na yeye haki na Mungu wake akaipiga muhuri, hapo ndipo mambo yanapoanza kubadilika. James amerudi analalamika, anasema mimi nashindwa kuelewa Pastor Moses ananifanyia nini mimi. Was asking me funny questions. Anza maswali ya kichekesho. Maswali ya kichekesho. Mtumishi wa Mungu anakuuliza maswali ya kichekesho. Choir. Heti simbi kwaya, simbi praise, sijui nimekuwa kwaje, sijui na kiburi, sijui ndo nina uasi. Yaani sielewi. Mimi nimeitwa nitumikimisha kwa mtu mkubwa sasa hivi, natakiwa nitumikie ulimwengu wote na tunatumika. If I continue singing with those, kama nitaendelea kuimba na vitoto vidogo vidogo, lini mimi nitakuwa maarufu? Vitoto vidogo vidogo. Ni vipi anafanya kumshangaa? Yesu. Demands of ministry in the nations of the world. Mimi nimeitwa kutumikia ulimwengu, sio kuimba tena kwenye vikanisa vidogo. Ambia sikiliza, Pastor Moses Church every time. He only encourages you to. Anavyokuita mara kwa mara kanisani, anajaribu kukutengeneza, kukufunda, kukutengeneza kuwa unastahili kuwa. Ujawa bado, una safari kubwa ya kuendelea kuwa. Service when Unapaswa, hebu niambie kwanza mwenye, ni lini umeenda kufanya huduma kanisani? Body to remain at his level, playing local champion. But that's not me. James. Hey, Vivi anasema James hapana. Kwa kweli James hapana. Please. Mpenzi wake ama mchumba amekuwa kimsi sana kwamba haya sio sawa. To the numbers of people that are following me from the nations of the world. Watu wananifollow katika ulimwengu wote, wanakubali kazi nifanye. Hivi kweli nitaanza kungangana na vikanisa? You come too full of yourself. Ambapo usijidanganye nafsi yako. Please, usijidanganye nafsi yako. That was the same place Pastor Moses found you. Umesahau mahali ambapo Pastor Moses alikutoa. Umesahau alipokuhudumia, alipokulea kwa maneno ya kiungu katika madhabahu yake, alipewa na Bwana. Mpaka leo umekuwa mtu maarufu, unasahau. Recommended you, built you, and now you can talk like this. Unaweza kuongea hivi kwa ajili yake pamoja na yote mazuri aliyokufanyia. But that doesn't mean that you must remain there. Sasa kunisaidia, kunikuza, kwamba nifanye mimi nibaki tu pale pale nisipige hatua. Left right talking. Nakwambia kitu, unakosea James. Hicho ni kiburi.
kiburi cha uzima, kiburi cha huduma. Simply attend church. Officiate in the choir when you are around. Ni vizuri uwe na adabu na heshima, haswa kwa kwaya inayokuzunguka. Tumika, kuwa mtoto, endelea kubaki nyumbani mwa Bwana. Sasa utakuwa mtu wa namna gani wewe? Hiyo ni hali ya uasi inakuingia na utajikuta umedondosha vyote. It's not. Okay. Nimekuelewa. James, nakujua. James. All I know is that sawa. Man, they kill my ministry. Mimi najua mnaungana na wewe mtumishi wenu kuua huduma yangu. Hamtaua. Kiburi. Kama vile kuna pazia la giza zinakuwa linakaa mbele ya mtu. Aoni wala asikii. Sawa. Tunakuja kwa Lawrence. Lawrence mchana wake alikutana na James akamvunja sana moyo. Jamaa ndoto za uimbaji zikaisha. Alikaa ndani siku nzima toki. Mama yake mzazi akamfuata, mwanangu Lawrence, dia, una shida gani? How are you? Hipi hali yako? Okay, good. Have you eaten? Unaonekana huko sawa, haujala? I'm fine. Mama, niko sawa. For the past 2 days. Kwa siku 2 sasa. Nothing. Uli unywi. Not eating. Can I hear you? What is the matter? Nataka kujua shida nini mwanangu. Kaka mama, hamna shida. I'm okay. Ni tatizo la muda tu litaisha. Mama anasema niko hapa mwanangu, niambie. Wow, the great one. Anasema nikutana na mwimbaji yule Bwana James. Yule mwimbaji mkubwa. Ikawaje? Ukamuimbia? Anasema hizi amini nimemwimbia, wakaniambia kitu cha ajabu kwamba sauti yangu sio nzuri. Yani sina ndoto kabisa, ni mimi kwenye uimbaji napoteza muda. Mimi siwezi kuwa mwimbaji bora, yani mama acha tu. Yani maneno yake yamenivunja moyo. Unaweza kuamini mama, ndoto zangu zimeishia hapo. Mama anasema mwanangu, about all that he said is okay. Sawa yote aliyosema. Not who you are. Huyo sio wewe. Huyo anamjua yeye. Ila mimi nilikuzana kujua. You are the best singer. Wewe ni mwimbaji bora. Sauti yako ni ya kiungu. Ina mafuta ya kiungu. Wewe umeitwa. Nimekubeba mimi kwenye tumbo langu. Ninajua nilemzaa. Sio hawa walimwengu wanaosema. Ila wewe ni mtoto bora. Utaimba na utaamsha roho zilizozimia. Lakini hamna bana. Ile mtu anajua uimbaji kwa akisema mimi siwezi, manake siwezi kweli. Yani, mama anasema hapana. Mama ndo lango la kwanza la maisha ya mtu. Before baba yote, mama kwanza. Sasa haya ndo maneno mama anataka kumlisha mwanae, na mengine yanayofanana na haya katika kukua kwake. Haya ndo maneno yani mfanye mtu kuwa anavyotakiwa kuwa, haswa kwa mama anayejua kapewa jukumu la kulea mtoto aina gani. Mama na mimi, mwanangu usiogope, wewe ni mwimbaji bora, hakuna wa kukuzuia. Mungu amekuita, ila tu wakati ukifika. Hebu achana, hebu niimbie wimbo wako unaopendaga bwana. Mama yako mimi nataka nisikie, hata kama ulimwengu utakataa kusikia. Mama yako niko hapa, nitausikia na mimi nita-like, nita-comment. Niimbie bwana. Imba bwana, mimi mama yako nataka nije upako niimbie. Niimbie. Come on. Jamaa akajikuta anapata nguvu tena. Wapatikane wapi wa mama wa namna hii? Wasoita watoto wa mbwa. Ng'ombe wewe, kichwa kaa babu yako. Mama anamtia moja, jamaa kaanza kuimba. Akapokea nguvu mpya tena ya kusonga mbele, kwamba James sio Mungu. James ni mtu tu. Iko siku mambo atakuwa. Leo James anafanya audition ya kutafuta waimbaji. Wameisha, mabackup wamesepa. My name is Ruby. Naitwa Ruby. Mnapita mmoja mmoja hapo. Tafuta backup hakuna. Tashika mic tu huyo. I want to sing. What's your name? Unaitwa nani? Jennifer. Jennifer, hebu tuimbie. Nimefurahi kukuona jamani, mtumishi umekuja kuimba, mfurahia mtumishi. Oh my God. Sawa, tuimbie. Tunataka tujue unafaa kwa backup au la. Okay. Okay. I give you glory, Lord.
As what? Thank you. Asante, karibu tena. Lyrics, Please, when you remember your lyrics, you can... Ukikumbuka uimbaji wako uje. It's okay. Okay brother, we nenda kalime mahindi. reposition. No, my sister. Wewe unatosha, nenda. Thank you. Asante. Hey bro, asante. Please, who is best, please? You are worthy. Like nothing. Hey bro, ipi unaizungumzia? Hebu nenda. You can go. Let it die. Kazi ilikuwa ni kubwa kuwapata watu sahihi. Mind-blowing thing. Vipi kidogo? There is no one else like Nini hiyo? Bishop. Umefundishwa na nani na Bishop Odebo? Edebo. Ule mtumishi mkubwa ule. Anambia huyo. Ndio amekufundisha kuimba. Bishop anambia Bishop. Kweli Bishop anatisha. Haya wewe nenda. Lada, the Lord Jesus is my ladder. Follow the ladder. Follow the ladder. Follow the ladder to heaven. No, my sister. Asante, pana dada. Nenda. Ufai. Thank you. Asante. Kipindi kikapita Bishop. Hug you. Okay, imba. Okay. Mwisho wa siku hajapata hata mmoja. Over 100 auditions. Yaani katikati ya watu 100 tujapata hata mtu mmoja ambaye anaweza kuimba. Well, just one. Hata mmoja. Do you have to waste my time here? Sio mnipotezea muda hapa jamani. Lakini wakati ananungunika ndipo sasa kakapita kapaka kuzimu ikishajua umepungukiwa nguvu ndio wakati wanaanza kukujia. Toa kapaka bwana, kanafuata nini hapo madhabahuni? Toa. Come on. Sit over there at the entrance. Get Kale kapaka kakapita. it. Hello? Alikuja dada mmoja ghafla tule paka amegeuka mtu hawajajua wao. Ule paka ndo mtu. No. Kuna dada anasema nataka umeshachelewa dada. Tumeshamaliza sasa ni 12 kamili tumefunga. Who's there? Nani huyo? Who's there? Nani? It's one of the auditionees. Mmoja kati ya wale watu wamekuja kwenye auditions. Pardon. Na muda tu umeisha. Mwambie aje tu. Muda lakini mwambie tu aje. Mwambie aje. A chance, please. Alikuwa ni Mokuku Sheshe. Queen of the River. Malkia. Okay. Come on. Wa bahari. Ambaye huyo alipewa alikuwa anasimamia assignment ya James toka mwanzo. Sasa leo ni katika lango la miaka 30. Anataka aingilie hapa. Yuko mgeni atakuja katikati ya maisha yako na kuvuruga mpango mzima. What state are you from? Umetokea wapi? Anasema nimetokea River. State River. Rivers. River State. Okay. The floor is yours. Jukumu ni lako sasa, hivi floor tukusikie. I think about you. Every time I dream about you. Akashusha songi. Si ni mchawi. Hata aimbeje utaona anaimba vizuri. Spirit. Every time the sun starts shining. Every time the wind starts blowing. Every time I feel your anointing, I start to smile. Let me take this time to say I love you. Let me take the time to say Tena naimba nyimbo za duniani kabisa. I love you, Lord. Wakati anaimba jamaa akakamatwa na ile sauti ya kuzimu. Ghafla akajikuta kwenye wakati mwingine kabisa. Bwana, kwa sababu tunaendelea mfululizo wa Prophet Suddenly, leo tuishia hapa katika episodi ya kwanza yenye lisali 1 na dakika kadhaa.
Tunakwenda katika sehemu ya pili ili tuvute pumzi kisha tuendelee. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza katika Prophet Suddenly. Ya tatu, na hii ni sehemu ya kwanza, ni Prophet Suddenly season ya 3, na hii hapa ni episode ya kwanza. Tunakwenda pia katika episode ya pili ili kufahamu zaidi. Kila episode moja na lisana kitu. Kwa hiyo tuko poa. Twende tuone hatima ya James itakuwaje. Kuna vitu vingi vya kujifunza katika filamu hii. Naomba fuatana na mimi mwanzo mwisho. DJ Murphy the Real Voice. Karibu kanisani kwetu. Tupo Kigamboni, Mwasonga. Ukifika tu ulizia kanisa la TRV kwa DJ Murphy, watakuleta mazima. Hapa tunamfurahia Bwana sana tu. Karibuni sana.